Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Mpenzi mfuatiliaji wa Kida Online TV, tunaendelea na darasa letu la ndoa. Leo tutazungumzia masala ya idadi za talaka. Kipindi kilichopita tulizungumzia matamshi ya talaka ambayo yamegawanyika sehemu mbili. Matamshi ya moja kwa moja na matamshi ya kinaya tu, matamshi ya mafumbo. Sasa leo tutaenda kuangalia idadi za talaka. At-talaqu marratu, talaka ni mara moja, wa marratani na mara ya pili. Talaka ni mara moja na mara ya pili. Wayusamma, na uhitwa, yani kwa maana talaka ya kwanza na talaka ya pili, wayusamma, na uhitwa talaka hizi ya kwanza na ya pili, talaka raj'iyya, talaka rejea. Talaka ya kwanza na ya pili huitwa talaka rejea, manake talaka ya kurejea. Mtu akimpa mkewe talaka ya kwanza, manake talaka moja, anaruhusiwa kumrejea, kwa maana kumrudia. Pia akimpa talaka ya pili anaruhusiwa kumrejea. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, at-talaqu marratani, talaka ni mara mbili, akimaanisha talaka ya kwanza na talaka ya pili. Sasa baada ya kumpa talaka ya pili, yani ushampa ya kwanza, ukampa ya pili, au ukampa zote mbili kwa pamoja, sasa uchague wewe sasa mawili. Baada ya hapo tayari umeshampa talaka mbili. Fa imsaku bima'ruf, ima umshike, yani kwa maana umzuie uweze kuishi naye kwa wema, kwamba basi nilizotoa zinatosha. Fa imsaku bima'ruf, ima umshike kwa wema, kwa maana uishi naye kwa wema, au tasrihu biihsan, au uachane naye kwa wema. Kwa maana ukishampa talaka mbili, sasa wewe ndo uchague, kwa sababu hiyo inayofuata sasa ni red card. Hiyo ni nje kabisa ya uwanja, sasa hakuna kurejea. Sio yellow card. Talaka ya tatu ni red card. Kwa maana hiyo ni moja kwa moja nyumbani sasa, paka olewe na mtu mwingine, aachike ndo umrudie, ndo umuoe wewe tena. Na hizi talaka ya kwanza na ya pili unapotoa ili uweze kumrejea, kuna masharti yake. Kama itakuwa hajamaliza eda yake, yani umempa talaka ya kwanza hajamaliza eda ni miezi mitatu, kama hajamaliza eda ya ukamrudia, basi hiyo haina haja kumuoa tena upya. Ila ukampa talaka ya kwanza na akakaa eda miezi mitatu, ima akae kwako ima akae kwao, ikafika miezi mitatu haujamrejea, kama unataka kumrejea manake umuoe upya. Na talaka ya pili ni hivyo hivyo, umempa ya pili amekaa miezi mitatu, basi ukitaka kumrejea unaruhusiwa kumrejea, lakini kwa ndoa mpya. Ila kama itakuwa miezi mitatu haijafika, hapo unaweza kumrejea bila ya ndoa. Sasa hii ya tatu sasa ukishampa haina tena kumrejea, hiyo ni moja kwa moja anakwenda huko anapokwenda akaolewe. Akishaolewa basi wewe ndo ukae paka achike, na hakuna kumpanga mtu kwamba bwana muoe afu muache nije na mimi nimoe. Hapana, umwache aende huko anapokwenda kuolewa. Sasa tuangalie hizi talaka, na tushasema kuna matamshi ya talaka. Tuangalie na yale matamshi ambayo watu wanapenda kuyatoa. Unaweza kaongea kitu kumbe ni talaka. Sasa kama unaishi na mke wako hauna nia ya kuachana naye, unampenda labda tu madhaifu madogo madogo mnakwazana, basi jizuie sana kuongea maneno ambayo yanaendana na talaka. Unaweza kujikuta umetoa talaka zamani na Allah anaandika kila kitu. Kwa hiyo ukasema kwamba sijaacha bwana, kumbe tayari umeshaacha zamani. Au mwingine anafika anapaka talaka tatu, alafu anamtafuta mke anaishi naye tena. Bwana nimetoa ndio, lakini njoo tuishi. Kwa maana ndoa Mwenyezi Mungu anaijua. Ndoa Mwenyezi Mungu anaijua na anaifuatilia, na mashahidi wanashuhudia ndoa. Kwa hiyo hata kama mtu akimrudia baada ya talaka tatu, hapo Allah hesabu kwamba kama ni ndoa, hiyo inakuwa sio ndoa. Sharti paka aende aolewe arudi tena. Lakini talaka ya kwanza na ya pili
kimrejea haina shida. Kwa hiyo tujitahidi sana kutotoa talaka mara kwa mara. Kwa sababu unaweza kujikuta umetoa talaka kwa hasira, alafu baadaye unakaa unafikiria, unaanza sasa kumtafuta mwenzi wako. Haitakiwi kutoa talaka mara kwa mara, na ikiwezekana tujizuie kabisa wanaume kutoa talaka. Wanawake tunaishi nao, tunawakosea na wao wanatukosea. Kwa hiyo wanapokukosea, angalia mizani ya kosa. Lakini hata kama amekukosea, unaangalia na kosa lipo vipi. Je, wewe hujawahi kumkosea? Umeshawahi? Je, amefanyaje? Uamuzi gani amechukua? Kwa hiyo kuna muda ambao inatakiwa na sisi tutumie busara sana kwa hawa wenzetu, kwa sababu ndio walezi wa watoto wetu, na ndio ambao wanatupikia tunaporudi makazini, wanatusaidia kazi nyingi, wanafua nguo na kadhalika. Kwa hiyo tuishi nao kwa huruma. Inapotokea kosa, mrekebishe, mwambie mama fulani hiki na hiki na hiki sikitaki. Naye ni binadamu, ni mtu mzima, anafahamu, anaweza akakaa chini akafikiria akaachana na hiko ambacho umemshauri. Kwa atwalaku maratani, talaka ni mara mbili. Fa imsaku bi ma'ruf, ima umzuie, yani kwa maana uweze sasa kuishi naye kwa wema, au tasrihu bi ihsani, au uachane naye kwa wema, au uachane naye kwa wema. Ni surati Bakara aya 229. Anasema faman talaqa zawjatahu, na mwenye kumwacha mkewe, talqata talaka moja, talqata wahidu talaka moja, mwenye kumwacha mkewe talqatan wahida, talaka moja, au talaqataini, au talaka mbili, baada dukhuli, baada ya kukutana naye. Nikisema hivyo natumia kinaya mafumbo, kwa maana baada ya kukutana naye, baada dukhuli biha, baada ya kukutana naye huyo mwanamke, yajuzu lahu, inajuzu kwake yeye huyo mwanaume. Yani kwa maana mtu amempa talaka moja au mbili mwanamke na akakutana naye huyo mwanamke, basi inajuzu kwa huyo mwanaume, inajuzu kwa huyo mwanaume, kwa maana inafaa kwa huyo mwanaume murajatuha, kumrejea, murajatuha, kumrejea. Kwa maana mtu anaweza kama amempa mkewe talaka ya kwanza, lakini sasa wakakaa, na inatakiwa mtu asiondoke anapopewa talaka, akae eda mule mule ndani. Kwa maana akae mule eda mule mule ndani, kwa maana watu wasitoke kwenye majumba yao, wanawake wasitoke katika majumba yao wanapopewa talaka. Allah ameweka vile, la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Kwa maana huwezi jua, huenda chochote kikatokea, kwamba watu wamepewa talaka, haijafika eda, haijafika miezi mitatu, watu wamekaa wiki mbili kitatu, au siku mbili siku tatu, sasa mume akakutana na mke wake kwenye ile ibada, sasa tayari pale ile talaka inakuwa imeshafanyaje, hiyo imeshavunjika, kwa maana yeye atakuwa amemrejea. Na talaka ya pili ni hivyo hivyo, ikitokea hivyo na akakutana naye. Lakini sasa wengi wanashindwa kufahamu, mtu akishampa tu talaka moja au mbili, basi anamwambia nenda kwenu. Sasa ule umbali, ule far distance ile ya mume na mke, kwa unakuta inawezekana kweli eda ikafika kweli miezi mitatu, kwa sababu watu hapo mbali. Lakini ukimwacha eda aweze kukaa mule mule ndani, jamani, kwa maana hata kama ndio hivyo kujikaza, lakini sio hivyo, kapita karudi, kapita karudi, mwisho wa siku unakuta watu wanayamaliza. Ndio hekima ya mke anapopewa talaka, kubaki pale nyumbani. Ila ya tatu, manake hiyo ndio moja kwa moja. Kwa hiyo inajuzu, kwa hiyo mwanaume murajatuha, kumrejea, ma lam tanqadu iddatuha, madam ajamaliza eda yake. Lakini kama amemwacha mule mule ndani akakaa paka miezi mitatu imefika, huyo akitaka kumrejea, manake amoe upya. Asije akasema kwa sababu ulikuwa mule ndani basi tunajenga, tunamaliza huko. Ikifika miezi mitatu kama mule mule ndani, basi anatakiwa amoe upya. Ila kama haijafika miezi mitatu, basi akakutana naye kwenye ile ibada, basi hiyo atakuwa amemrejea. Likaulihi ta'ala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, Allah anasema wa bu'ulatuhunna, na waume zao, ahaqu, ni haki, biraddihinna, kuwarudia, fi dhalika, katika hilo, in aradu islaha, ikiwa wanataka kutengeneza. Kwa maana ni inaruhusiwa kwa mume kumrejea mke wake ikiwa anataka kutengeneza maisha vizuri,
anataka kuitengeneza ndoa yake, lakini kama mtu hataki kuitengeneza ndoa yake, utakuta ndio hivyo anayakaza mwanzo mwisho, ndio nimeshasema, nimeshatoa talaka na nini. Lakini kama mtu anataka kuitengeneza ndoa yake, kwa maana kuirudisha ndoa yake upya, aweze kuendelea kuishi na mwenzake, basi anaruhusiwa, ni haki, ni haki ya mume kumrejea mke. Japokuwa inakuwa kuna wengine inakuwa ni mtihani, mtu anawezekana akapewa talaka, akarudi kwao, kabla eda hajaisha, labda mume akasema anataka kurejea, lakini kule wakatokea wapambe sasa, wakatokea wapambe, yani kwa hamna sijui nini, wewe juzi tu kakupiga kakufanyaje kafanyaje, yani unakuta sasa sasa nyinyi mnachochea, mnachochea ili iweje, wakati watu wanapogombana kwenye ndoa, inachotakiwa nyinyi wa pembeni msuluhishe. Wao ndio wakuu, wao ndio walengwa wakuu. Kama wao wamesema jamani yaishe, basi nyinyi mnatakiwa muhamasishe yaishe, bwana nenda muombeeni Mungu. Inakuwa ni kama hivyo. Lakini unakuta mtu ndio hivyo, hamna, na upande huu na unakuta ni hivyo tena, ule hivi hatumtaki sijui nini, ngoja tukuchagulie mwingine, mimi na rafiki yangu sijui yani mambo yanakuwa ni mengi jamani, mimi nataka kumrejea yule, huyo sijui nini, unaona kwa inakuwa ni kama hivyo. Hiyo haitakiwi. Kugombanisha mke na mume si jambo zuri. Kugombanisha mke na mume si jambo. Just imagine kwamba labda wewe ndo upo vile, kwa maana umeachana mwenzako na nataka mrudiane, alafu kuna watu wanakuambia bwana usirudi, utajisikiaje? Kama utajisikia vibaya, na kwa nini sasa wewe kwenye ndoa za watu unaingilia kuleta maneno ya ushawishi na nini, ili mradi watu wanapoachana wasirudiane? Uwezi jua wamepeana talaka kwa ajili gani. Labda watu wamemka vibaya siku, hasira na nini. Kwa hiyo watu wanapotaka kurejeana, manake wamekaa chini wamefikiria mara mbili. Na wewe mke, mume anaposema kwamba anataka kurejea, useme ndio hivyo, wewe umfikiria nini, umefanya nini, sijui nini. Huwezi jua nini amefikiria, kwa maana ni sawa sawa na njia ya kukuomba msamaha, kwa sababu ana uwezo kwenda kwa kwingine, ana uwezo asikutafute, lakini kitendo cha kukutafuta maana yake ni njia mojawapo ya kukuomba msamaha, bwana nimekosa, au wewe ndio umekosa ila nimekusamehe. Maana inawezekana kama ni njia kukuomba msamaha au njia ya kukusamehe, sababu inawezekana ukawa umepewa talaka kwa kosa lako wewe mwenyewe, mke, inawezekana umepewa talaka kwa kosa lako wewe mwenyewe, kwa anapokurejea maana yake amekufikiria, naye ni binadamu na hivi mmetoka mbali, mmefanya mengi, kwa unakuta anakurudia. Sasa sio tena na wewe mada imekuwa ndefu mara hivi, hivyo. Ila kama na yeye alikuacha kwa kukosea wewe, basi utamwambia mimi nitarudi, lakini sheria zangu ni hivi na hivi. Kwa hiyo waume wanaruhusiwa kurudia wake zao pindi wanapowapa talaka, lakini sihamasishi watu kupeana talaka. Nasema maana yake raja'ata, kwa maana ni kurejea. Raja'ata maana yake ni kurejea. Asafa in qadati iddatuha, na kama mwanamke itaisha ida yake, la tahilu lahu, si halali kwake yeye huyo mume, illa bi'aqdin jadid, ila kwa ndoa mpya. Kama itakuwa ida mwanamke imeisha, basi mwanaume aruhusiwi tena kumrudia mke, ila akamuoe upya, aende kwao atoe mahari upya amuoe. At-talaqu thalatha, talaka ya tatu, yusama huitwa baina, ni talaka ya moja kwa moja. Faman talaqa zawjatahu, na mwenye kumwacha mke wake, thalatha, kwa talaka ya tatu, au kwa talaka tatu, la tahilu lahu, si halali kwake yeye, hata mpaka tankiha zawja ghairahu, amuoe mwanaume mwingine, wayataaha, na akutane naye. Nikisema hivyo naeleka, kwa maana aolewe na mtu mwingine na akutane naye huyo aliyemuoa kwenye ibada. Baada ya hapo sasa ndio kama atamwacha basi ndio amrejea. Likaulihi taala, kwa kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu, fa in talaqaha, na kama mume atamwacha mkewe, fala tahilu lahu, basi si halali kwake yeye, min ba'du, baada ya hapo kumwacha, yani baada ya kumwacha si halali kwake, hata tankiha, mpaka aolewe, zawjan ghairahu, na mume mwingine asiyekuwa huyo mume wake wa zamani. Baada ya hapo sasa akimwacha ndio umuoe tena. Kwa hiyo kwa nini tunafikia huko mpaka mtu aolewe mwingine aachike nani? Kwa nini msiamalize kabla hajafikia? Kwa hiyo na washauri wanandoa, wabu yanapotokea maugomvi katika majumba, basi tukae chini tufikirie mara mbili, haswa sisi wanaume
tufikirie mara mbili, kwa sababu wakina mama ndio walezi watoto wetu. Kwa hiyo tunapowapoteza na watoto tunawaathiri kisaikolojia. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.